Kama nilivyokuambia tuko hapa stesheni Dar es Salaam Tanzania kuongea na mashabiki wa mpira wa miguu kuhusiana na kile kitu ambacho au vile vitu ambavyo vinaendelea katika ligi ya Tanzania, lakini pia katika yale mashindano ya kimataifa. Niko na shabiki wa Simba Sports Club, atajitambulisha anaitwa nani na vitu vingine. Habari yako ndugu yangu? Nzuri, habari za asubuhi. Safi, habari za majukumu? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tunaamka salama. Tupo kwenye kijiwe chetu cha station, kijiwe cha mshikamano. Kwa kiongozi wetu anaitwa Mohamed Kabwea. Tupo hapa ni kila siku ni watu wa kupeana mambo maadili mema na jinsi katika mkakati. Mimi jina langu naitwa Habibu Zuberi Hisa. Niambie kama shabiki wa Simba, mpaka sasa ni kitu gani ambacho unajivunia klabu yako ndani ya msimu huu? Kitu cha kujivunia ndani ya klabu ya Simba, kwanza mshikamano wa kuanzia wachezaji paka na viongozi, paka na wazee wa Simba. Hilo ni kitu kwanza tunajivunia. Miaka ya nyuma au katika kwanza tulivyoanza katika mashindano tulikuwa tunatoka, ulikuwa mshikamano kama huu ulikuwa ni mchache na ulikuwa wenyewe kwanza katika kamati ulikuwa elewani. Lakini kwa sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, naomba kamati ijijenge ni hivyo wakae na kamatio paka mashindano hayo tujue sisi tunafikia wapi na tunamalizia wapi. Kwa miaka kadhaa iliyopita kwenye mashindano ya shirikisho alikunukuliwa afisa habari wa Simba kwamba ni mashindano madogo ambayo Simba hawatolei macho, lakini tumeona mara baada ya kufuzu sherehe zilikuwa ni nyingi sana. Hii unaweza ukasemaje au comment yako ni ipi katika hilo ambalo afisa habari wa timu yenu alisema kabla hata timu yenu haijafuzu katika mashindano haya? Unajua kwenye mashindano sababu hao ni watani wa jadi. Kwanza mwandishi wa habari ukae swala hilo ujielewe. Kama utani wa jadi ni upo, vipo vijembe vile vya kupeana tu maneno, lakini si kama mtu alijui kama mtazamo mashindano kaitwa mashindano madogo, hakuna. Yaani maneno ya kujinasibu ni maneno tu yenyewe, vijembe vilivyo kama jinsi vilivyo. Mfano juzi mechi tulicheza sisi pale tukacheza Ahmed Ali halilia. Na wale jamaa bado waliocheza Azamu mshabiki wa msemaji wao alifanya nini? Halilia. Sasa sio kama nakwambia vipo vijembe vya kuzungumzia vipo. Yule mwenzie alilia kutokana na uchungu kwanza kutizama ile mechi na kwa ipo vipi. Lakini yule akaleta analio vionjo vya tamthilia. Ukamwona naye anaigiza vivyo analia. Kama nakwambia vipi hizi timu mbili ni watani wa jadi. Haya ni maneno ni hapo changamoto kujifurahisha. Kwa tafsiri yake ni kwamba hata nyinyi Simba mlitamani mafanikio ambayo Yanga waliyapata katika kombe la shirikisho. Ukisema mafanikio yapata Yanga, nitashindwa kusikiliza neno lako au nitashindwa neno lako kuninukuu. Simba mashindano yote yakacheza. Mashindano yocheza Yanga, Simba alicheza na akatoka kule karudi. Kuna mashindano yocheza Simba sasa hivi Yanga alicheza akatoka huko akawa kule. Sasa hamna Simba pale kigeni kilichokuepo. Yote tupo. Kama unakuta Simba katika ranki zake pale ashuki. Ukimwona kadondoka kule juu atakuja hapa chini. Na akitoka chini na kwenda juu. Hizi sehemu unamkuta ndani ya miaka 7 hii anatawala kutokana na hivyo. Kama anakuwa na kiwango kikubwa katika kanuni ya soka kwa swala hilo. Wewe unafikiri siri kubwa ni nini hasa Simba ndani ya misimu 6 mfululizo wanacheza katika hatua ya robo finali katika mashindano ya CAF? Siri kubwa ni nini? Ni siri kubwa ni kueleza kwanza wachezaji, alafu inakuja vile na viongozi. Mkiwa lenu moja hata kwenye familia hamwezi watu wengine wakaja wakakutawa nyinyi. Lakini katika familia akiwa kama kuna watu wawili mtu mmoja akawa tofauti na nyinyi, basi familia yenu inaharibika. Kwa katika mchezo dhidi ya Al-Masry kuna vitu vingi sana ambavyo viliendelea nje ya uwanja. Kwa tafsiri yako kama shabiki, ile ilikuwa inaashiria nini? Nje kufanya vipi vilivyofanyika nje ya uwanja kama ni kitu gani? Yaani kwa mfano vile Al-Masry amekuja lakini hajapita kwenye njia ambayo anatakiwa, akapita huku mara wanasema kuna maji yamemwaga. Vimbwengo vilikuwa ni vingi sana. Vile ni vitu tu kama ni vitu vya kukutoa mtu katika mawazo hayo kuja katika plani nyinginewe. Si kama vionjo vile za kwa wewe pengine ukosa kucheza mpira. Mbona uliingia mpira walicheza, lakini uliadhibiwa kutokana na kitu gani ulichofanya na kocha akabadilisha kutazama nyinyi mazingira mlikopo naye. Yule kocha wetu sisi ana kitu kimoja. Uje mpira kwanza unavoingia amu ya kwanza katika dakika 45 zile unakwenda design 3. Dakika 15, dakika 15, dakika 15 mpaka dakika 45. Kipindi cha kwanza unavoanza kwanza una force goli. Dakika 15. Baada hapo dakika 15 kama ukikosa kuforce goli, mnarudi pale faria tatizama mfano ule kuna kitu unachokaa sasa mnawatizama wapinzani wenu. Je, wanakwenda na move gani ya mpira? Na nyinyi pale kidogo mnapata pumzi nyinginewe. Baada ya kuona dakika 15 pale shakusha zinakuwa katika dakika 30, kuna dakika 15 zingine zinakuja pale, mna force mstake mtizame. Goli je tutapata? Paka tunakwenda mapumziko. Ndio kocha wetu sasa hivi ndio vitu anavyofanya. Na kocha wetu mchezaji vile kuna kitu vile kama ukikosea hata kutizama siku ya pili yake ule mkanda uliocheza atakuonesha. Unaona hapa kuna mmoja aliyofanya hivi.
Wewe mfano sasa hivi mtizame Kibu unavyomoneza, maana anakimbia na mpira chenga piga. Sasa hivi chenga anapiga. Kabadilika baada ya kumuona kuna mchezaji hapa anaitwa Mpanzu. Unaona bwana? Akakuta ule mfumo anatoka nao mwenzie pembeni, anakuja paka ukati kuna utawala fulani unaipata. Uwezi ukawa mtu forward ukawa pembeni unacheza wewe, ukangangania ukimbilia kule pembeni, mpira uwezi ukacheza mpira kizamani. Lazima uje watu waingize kwenye 18. Kuna kosa unaweza kufanya watu jinsi unavyokuja pale, unaweza kupata penalty au adhabu ndogo, watu mkapata goli mkarudi tena katikati. Kwenye ule mchezo dhidi ya Al-Masry kipindi cha pili inaonekana kama Simba alishindwa kutengeneza goli lingine, na kuna mashabiki ambao wanaamini kwamba Simba kama ilikata upepo kipindi cha pili, kwamba halikuwa na uwezo wa kuimaliza game ile mapema. Kwako wewe unasemaje? Unajua muone wa mpira kuna watu wengi. Wachezaji walijituma kwa jasho kutokana na wapenzi kwanza walivyoona kule kiwanjani. Watu mvua ilinyesha, kuna watu kule kiwanjani waliloa, na watu hapo kule ni watu wengi sana kupatika kiwanjani, umati watu wanatoka sehemu mbalimbali kuja kutazama mashindano yale. Wale wenyewe mazungumzo walikuja wale Arabu, kama unakuta ile move Mwarabu kile akipata mpira adondoka chini anapoteza muda. Simba si kama walishindwa kumaliza mchezo, walijitahidi. Zile bao mbili walizipataje mpaka useme walishindwa kumaliza mchezo katika bao zile? Sema na jamaa kwa wanakuja na vivyo na mbovu, wanakuja na gap zile, lakini sasa baada ya kuwatazama watu wapate vipi, ndio kama bao la kwanza tukapiga kwa mbali na bao la pili katokea cross huko tukapiga kwa kichwa tukawa bao lile. Sasa kuna mpira lazima utizama kwanza, unausoma kocha na wachezaji wao wanatazama move gani unayokwenda nayo. Sasa washabiki ujue jinsi tulivyo sisi, unakuwa una haraka na lile jambo. Hamna mchezaji asiyotaka kushinda naye akapata umaarufu wake au akaibeba klabu yake, hakuna. Mara baada ya mchezo posti nyingi sana zilionekana wakimpongeza Bulldozer Mwamposa. Ni kwamba ni kiongozi ambaye amefanya makubwa sana kwenye ile mechi nje ya uwanja. Wewe unaamini hilo? Unajua kuna vitu vingine vinaweza ukawa Watanzania wengi sana tuweza kwa kuna kitu fulani nataka ambao nikikualika mimi katika sehemu fulani, mradi wa mwaliko unatangazwa katika vyombo vya habari kitu gani. Sasa zile comment za waandishi wa habari wengi kila mtu atakutolea wewe kwa ajili ya fulani, bwana kaenda katika shughuli ya Habibu. Unaonekana kama kuna umaarufu fulani nikupa. Yule Mwamposa ni mtu wa watu, muumini. Sasa muumini katika sehemu zote, katika dini zote hizi mbili zilizokuwepo, utavomwalika mtu sehemu uweze ukataa kuja. Swala kwanza la Simba tulojivunia kwa yule Mohamed Ali kufikiria swala lile paka anafanya kwa jambo hizi mbili. Mwamposa utavyomuita sehemu hata kwenye shughuli yako, weza akaja Mwamposa kama Mwamposa peke yake, lazima atakuja na watu wake, waumini wenzake. Kama sehemu inayofaa unaweza kukuta wanaweza kuja watu 300 au 200. Manufaa mnapata Simba, pale unakuja kwa kiingilio au mnagea tiketi bure. Lazima unavyofanya jambo kama lile, klabu yako kwanza unaingizia hela. Kwa swala hilo Mediali kwanza nashukuru sana kwa swala ulifikiria. Ndio kama tukapata umati watu wengi na kila mtu akakaa pale kwa bosi lake na kila mtu akaomba heri. Na yeye akawa ni changamoto kwa mtu wa kwanza aliyomwita pale, haiza kama mtu akakataa ujumbe kama kitu kama kile kukataa. Hamna swala lote. Wewe hii uambiwe sasa hivi bwana unaitwa Mama Samia Suluhu, tunafikiria bwana swali laache kwenda. Hata muda unaambiwa sana na kwanza kufika saa 2 upo pale. Sababu mwaliko kwanza mwenyewe ajivunia kwa nini niliitwa mimi. Lazima kwanza ijengee heshima yeye mwenyewe kwanza. Sasa kwa watu wengine wa kutoa vile vitu, kila mtu anatoa kwa nasaba yake anavyoamua kusema. Safari kwa tetesi zinavyosema mara baada ya dimba la Benjamin Mkapa kufungiwa kwa muda kupisha marekebisho, inawezekana Simba akavuka maji visiwani Zanzibar. Unaona Simba akiendeleza unyama kule Zanzibar? Kwanza sasa hivi unavyozungumza kuna watu hapo ndio wanapanda boti wanaondoka, wao Simba wenyewe. Sasa hivi hapa mapema kabisa. Mapema wanaondoka. Wale wachezaji kwanza walivyokaa na viongozi, kwanza walivyokaa na benchi lao la ufundi, wakaja wakakaa na uongozi wa timu na wakakaa na wazee, wanajua mazumuni yao Simba wanahitaji kitu gani, na wachezaji wenyewe kwanza wanajua mazumuni yao ni kitu gani. Unajua mashindano unacheza kwa mashindano ya juu, wewe mchezaji unavyoonyesha bidii pale au kitu gani unachokifanya, kuna vilabu vinakaa nchi 9 vinakutizama wewe mwenyewe, kwanza unajitangazia soko. Lazima kitu unachokifanya pale lazima ukitizame, kwa mfano mimi je nifanye kitu gani. Hamna mchezaji kutoka pale, sema wasiwe na uchoyo wa kupeana pasi. Kila mtu avota. Unavyojiona hapo mimi nimebanwa, hawe Mpanzu, hawe Kibu, hawe Ngoma, hawe Kapombe, Shabalala, wanavyokuwa katika flanki zao wanavyokuwa unajua kabisa moja kwa moja mwenzangu anakuwa na mikimbio gani. Usilazimishe kuwa na wewe vipi, toa kitu mwenzao afanye majukumu, watu mweke kati. Msio uchoyo ukataka kuonekana kitu fulani kifanye.
Unaelewa bwana? Tunataka sisi ni burudani. Sisi hatutaki wewe ukaonesha vile, sisi tunataka sisi wewe watu wakoe, watu wafurahi kwa ufungaji wa bao. Kwa timu ambazo zimefuzu nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika, unavyoitazama Simba, unaitazama katika engo ipi? Naitazama kwa jicho sana la kwanza, sababu sasa hivi jinsi tunavyokwenda tofauti na Simba iliyokuwa miaka ya nyuma. Simba iliyopatikana sasa hivi ni Simba nyingine kabisa tofauti. Na kwanza wa kule Zanzibar, kwanza ile mechi kwenda kucheza kwa ni mechi ya kwanza ya mataifa kama zile kwenda kucheza Zanzibar. Sema nyingi sana wanacheza mechi kule za Simba na Yanga. Kwanza kule kwa washabiki wa Zanzibar, rais mwenyewe wa Zanzibar, kwanza ukitazama zaidi kwanza kiuchumi vile kwa siku hizo mechi zinazoka kule, kwanza uchumi utapanda juu. Na ndani ya Zanzibar kwanza inajitangaza kwa mechi inayokwenda kule kucheza. Kitu hicho cha kwanza. Unaelewa bwana? Na Simba kitu jinsi ilivyo, wale mabwana tunawaheshimu. Na uongozi wanawajua wale watu, sababu yeye mwenyewe ni mtu wa South Africa na yule kocha. Lazima katika clip walivyokaa kule, kwanza kuna clip lazima litizame wale watu na wachezaji wake atakaa nao, vijana wake atueleze. Hapa kuna 1 2 3 unaona jinsi ilivyo. Na sisi tunachotaka sisi ni ushindi. Watake wasitake watatoka. Simba hajawahi kupata ushindi South Africa kwa maana akiwa ugenini. Hii inaweza kuwa ni ishara gani kwa Simba Sports Club kuelekea katika hatua ya mchezo wa nusu finali? Wewe kwa kumbukumbu yako South Africa Simba kacheza mara ngapi? Kwa miaka hivi karibuni amecheza mechi 2, Kaizer Chiefs pamoja na Orlando Pirates. Mara ya kwanza Simba alikuwa anatoka hapa anakwenda Labundi anafungwa, anarudi hapa anakwenda anafungwa. Lakini baada ya kujipanga alikuwa kule mtu anakwenda anamtoa uzo, Simba anarudi. Tena vigogo wale kabisa wanafungwa na wanatoka moja kwa moja. Paka katika utawala mpira wanakopoa kuipo. Sasa hivi Simba tutavyoingia hatakuingia kiutoto. Hao watu katika mashindano tunayahitaji zaidi kwa nguvu. Tutavocheza hapo tutavotoka kwenda South Africa, usichukulie kipindi kile wachokisema au pengine Simba atakuwa nini? Uoga hakuna. Sasa hivi mkakati wetu sehemu yote tutavokwenda si utawala upo. Kwa maoni yako binafsi unafikiri Simba amalize mechi hapa nyumbani akishinda goli kadhaa ni kwamba utajihakikisha nafasi ya kufuzu ya kutinga katika hatua inayofuata? Sio kushinda hapa tu. Japo tunaweza kushinda hapa bao 2 au 3, sio ndo mkakati wetu hapo. Tunapofika kule vile tunahamu ile kushinda tena. Unajua tunampiga mtu nyumbani na tutakwenda kwake tunamwadhibu. Sio kama wachezaji washinde hapa afu ende kula cheze mpira kuzuia swala hilo tutahitaji. Kama ile timu ni dhaifu, hawa walijinasibu kama wao wana wachezaji wazuri wa viwango vya juu na wana kocha bora kila kitu. Wao walicheza mashindano ya kimataifa. Wako wapi? Sasa hivi wanaitwa kama tour zikazao kupokea wageni. Unaelewa bwana? Sasa hivi wapo kwenye mfumo, timu inacheza na Simba au kazao ndio wakimbia pale airport kuwapokea. Na wao walisema watakuwa nao. Sasa timu inacheza nao si Yanga vile iko dhaifu. Kwamba hao Al-Masry walipokelewa na Yanga. Unauliza hata ndugu yangu. Sasa naomba kuuliza. Al-Masry anajua kuna uwanja kupitia nyuma? Jui kama wanajua hilo na sina uhakika kama wanajua ama hawajui. Sasa wewe kwa nini walisema wapite kule? Wewe hii mimi nikupangishe nyumba kabisa unakaa pale tap. Lazima ukae pale ndio uelenda kupeleka. Unaweza kwa siku ya kwanza unaingia kwenye nyumba ukazunguka kule kote ukujue swala kwa ni vigumu. Kuna watu walitoa maneno ya kuwarushia wale watu, lakini kuna wakati ya baadaye maneno yale wenyewe kwa wenyewe yanawafanya yanawagharimu. Kuna timu hapo leo kupaga mfano, wakaja hapo yule kocha akasema yale mafunzo mliyotufundisha leo tunakuadhibuni nyinyi. Na walikuja hapo vile wakafungwa. Timu ya Waarabu. Hao Yanga unaizungumzia. Sasa Yanga ni hao ni wapo ni kishantala, kazi yao ni kupokea geni swala kwao haliweze kuisha. Ndani ya moyo wao ndio tabia zao jinsi zilivyo. Hata ukasema hata serikali kama itengelea kati swala hiyo kwa walishi. Ni tabia zao zishakuepo. Lakini nyinyi ukizungumzia kwamba swala la kupokea, Al-Hilal kuna kipindi ambacho wamekuja kucheza na Yanga alikuwa anafanya mazoezi Bunju. Sio Bunju tunakodisha. Sasa unajua sasa hivi unajua ukizungumzia Simba hata ukiingia kwenye mtandao Simba ina kiwanja, Yanga nacho kiwanja cha kufanya mazoezi. Hata kama Yanga yuko na kiwanja, Yanga yuko na kiwanja cha kufanya mazoezi, watu timu wanakuja wanaongea nyinyi wanalipia. Sasa kuna ubaya gani ukiwa kwenda utakulipia? Yanga sana kodi sasa hivi kufanya mazoezi, wamfukuze. Wewe sasa hivi kama utakuwa na hela jenga kiwanja sehemu kama kiwanja yako hapo vizuri, watu wanakuja ukodi kwako kufanya mazoezi hata mechi utapata hela. Sasa kuna ubaya gani? Sasa uone kama wewe ukaribu wako na yule mtu utazua maswali mengi kwa yule mtu ambaye pengine unahisi anaweza kuwa ni mpinzani wako. Haiwezi kuwa taratibu swala hiyo. Mimi kwangu alikuja kwa ajili ya kodi kuanza kufanya mazoezi, atafanya mazoezi akitoka pata kwenda kwa watu wake. Pengine wa madereva waliompokea
ndio anaweza kufanya kanuni hiyo, sio uongozi wa Simba. Hivyo vitu hakuna. Bwana, shukrani sana kwa muda wako. Nafikiri nipate nafasi ya kuzungumza na wengine, tutaonana baada dakika 90 nafikiri za mchezo ujao. Mimi naitwa Sadati. Basi tunashukuru sana. Tunaomba katika kijiwe hiki mbele ya kiongozi wetu Bwana Mohamed Boya, mwenyekiti wetu Mohamed, tunakuombeni nyinyi hapa katika kijiwe hiki muwe kama mnesimika, kila baada ya siku moja siku mbili mupatikane kwenye kijiwe hiki. Sio baadaye kuna watu watakuja watakulisheni maneno mkaama. Swala hilo tutapendezewa nao. Sababu hapo unavokaa sisi tuna vigezo vyote, tuna kamati, tuna viongozi, kila kitu. Si pangiwe kona kijiwe tunakaa kama watu wadogo, hakuna. Hapa tunazikana, tunasaidiana kwa malazi, tunasaidiana kwa vyovyote ukiwa na shida. Mradi ukiwa mwanachama katika kijiwe hiki. Shukrani. Sawa, tupo pamoja.